Iran imeonyesha ubabe, na huu ni ubabe kweli kweli. Nasema ubabe bila chumvi kwa sababu Iran wameamua kuonyesha mabaki ya ndege za kivita za Marekani na Israeli walizozitungua kwa mifumo yao ya ndani ya kijeshi. Iran imeonyesha sehemu ya vifaa vilivyopatikana kutoka ndege za kivita zisizo na rubani, yani droni za Marekani na Israeli, pamoja na ndege ya kivita F-15 ambazo zilitunguliwa kwa mifumo ya ulinzi ya Iran wakati wa vita. Mifumo ya ulinzi iliyotumika kutungua ndege hizo za adui imeundwa nchini Iran. Afisa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ameonekana akitoa ufafanuzi kuhusu zana hizo za adui katika mahojiano na shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB yaliyorekodiwa katika moja ya kambi za chini ya ardhi za IRGC na kurushwa hewani Ijumaa. Sehemu kubwa ya droni kadhaa za Marekani na Israeli zikiwemo MQ-9 Reaper, Hermes 900 na Hermes 450 pamoja na vifaa vya kiufundi kutoka MQ-9 na ndege ya kivita Marekani aina F-15 zilionyeshwa katika ripoti hiyo. Afisa huyo mwandamizi wa kikosi cha anga cha IRGC pia amesema uzalishaji na uwasilishaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran umeendelea bila kukatizwa baada ya vita vya siku 40 vya uchokozi wa Marekani na Israeli. Ameongeza kuwa kutokana na hatua zilizochukuliwa kabla ya vita, zaidi ya 85% ya miundombinu ya uzalishaji mifumo ya ulinzi wa anga inayotengenezwa na shirika la jihadi ya kujitosheleza la kikosi cha anga cha IRGC ilihifadhiwa, kiashiria ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15 ambayo ilipigwa kwa kombora la Iran tarehe 3 Aprili wakati wa operesheni iliyotekelezwa na vikosi vya ulinzi wa anga vya kikosi cha anga cha IRGC. Amesema ndio, ndege hii ya kivita ilipigwa kwa mfumo mpya wa ulinzi wa anga na kombora jipya kwa kutumia mbinu ya Kiiran kikamilifu. Nukta nyingine muhimu ni kuwa droni zilizotunguliwa zilikuwa na mfumo wa mawasiliano ya internet wa Starlink kwa ajili ya kuwasiliana na majasusi wa Marekani na Israeli walikuwa wakitumia mifumo kama hiyo ndani ya Iran. Vilevile vita vya kichokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kumbuka, vilianza tarehe 28 Februari. Katika kujibu, vikosi vya ulinzi vya Iran vililenga shabaha maeneo muhimu ya kimkakati ya Marekani na Israeli katika maeneo mbalimbali ya kanda na kuweka vikwazo kwa usafiri wa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Baada ya siku 40 tarehe 8 Aprili, maadui walilazimika kukubali usitishaji kufuatia msimamo imara wa Iran na operesheni zake za kulipiza kisasi zilizofanikiwa. Tarehe 17 Juni, Iran na Marekani zikatia saini hati ya maelewano iliyosimamiwa na Pakistan kwa lengo la kusitisha uhasama wote na kuandaa mazingira ya mazungumzo zaidi. Hata hivyo, Washington imekiuka vipengele vyote vya maelewano hayo, hali iliyosababisha Iran kutoa jibu thabiti. Wakati hayo yanaendelea, nikwambie seneta mmoja wa Marekani amekiri kuwa kuendelea vita kati ya Marekani na Iran kutapelekea Marekani kudhoofika na Iran kuimarika zaidi. Chris Murphy, seneta wa chama cha Democratic, amekiri kuwa Rais Donald Trump wa Marekani ameshindwa katika vita na kwamba kuendelea kwa mgogoro huo wa kijeshi utaiacha Marekani ikiwa dhaifu zaidi na Iran kuimarika zaidi. Katika mahojiano na NBC News siku ya Jumapili, seneta huyo kutoka jimbo la Connecticut amesema, "Ningeliunga mkono makubaliano ya kumaliza vita hivi na kufunguliwa tena lango bahari la Hormuz. Niko tayari kuunga mkono makubaliano mabaya ili kumaliza vita hivi na kufunguliwa tena lango hilo, kwa sababu makubaliano pekee yaliyopo kwa sasa ni ima mabaya au ya kutisha zaidi." Murphy, mjumbe wa kamati ya Senate ya mahusiano ya kigeni, ameongeza kuwa Trump anakabiliwa na machaguo yasiyofaa, hivyo lazima atafute njia ya kuleta utulivu katika masoko ya dunia na kupunguza gharama ya maisha kwa Wamarekani wa kawaida. Amesisitiza kuwa vita lazima vikome, kwani kila siku vinaiacha Marekani ikiwa dhaifu na Iran ikiwa na nguvu zaidi, huku watu hapa Marekani wakitatizwa na kupanda kwa bei ya bidhaa. Kauli ya seneta huyu mashuhuri wa chama cha Democratic nchini Marekani haiwakilishi tu msimamo wa kisiasa wa chama, bali ni tathmini ya kimkakati ya mgogoro ambao umedumu kwa karibu miezi 6 sasa. Ili kuelewa kina cha uchambuzi huu, ni lazima tuchunguze sababu za kudhoofika nafasi ya Marekani na wakati huo huo kuimarika Iran katika mgogoro huu kupitia mitazamo mitatu: mchoko wa kijeshi, gharama za kiuchumi na mkwamo wa kimkakati. Sababu tatu kuu za kudhoofika Marekani katika vita dhidi ya Iran zinaweza kubainishwa kama ifuatavyo. Moja ni kudhoofika kwa nguvu za kijeshi kutokana na kupungua kwa akiba ya silaha na kuongezeka hatari ya kimkakati. Vita vya kisasa vinavyojumuisha makabiliano makali vinahitajia matumizi makubwa ya silaha zenye usahihi wa hali ya juu. Katika mahojiano hayo, Murphy amefichua kuwa Marekani imetumia karibu 80% ya makombora yake ya kuzuia mashambulizi ya anga na sehemu kubwa ya makombora yake aina ya Tomahawk
Hii inaashiria kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani na washirika wake inakabiliwa na uhaba mkubwa wa silaha hizo. Kwa mujibu wa Murphy, shinikizo hili kubwa la kijeshi imezipa Russia na China ujasiri wa kufikiria hatua ambazo huko hazingefikirika, kwa sababu tu tumekosa uwezo wa kujilinda sisi wenyewe na washirika wetu. Kwa maneno mengine, vita ambavyo awali vilikusudiwa kuidhibiti Iran sasa vimepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Marekani wa kukabiliana na vitisho vingine vya kimataifa. 2 ni gharama za kiuchumi. Kuanzia uwanja wa vita, meza za chakula za Marekani, taathira za kiuchumi za vita hivi zinavuka mipaka ya bajeti ya Pentagon na kuathiri moja kwa moja maisha kila siku ya raia wa Marekani. Murphy anasisitiza kuwa kila siku ya vita inayopita, familia za Marekani hukabiliwa na bei ya juu ya bidhaa za msingi. Kufungwa kwa lango bahari la Hormuz, ambapo karibu sehemu ya 5 ya mafuta dunia hupita, kumesababisha moja kwa moja kupanda kwa bei ya nishati na kuchochea mfumuko wa bei kote nchini Marekani. Tafiti zinaonyesha kuwa takriban 70% ya Wamarekani wanataka vita hivi visimamishwe mara moja, na kwamba familia nyingi ziko ukingoni mwa kufilisika kifedha. 3 ni mkwamo wa kimkakati na kunasa katika hali ngumu isiyo na njia ya kukimbilia. Baada ya miezi 6 ya mapigano na Iran, hali imefikia mkwamo kamili. General Dan Kane, afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Marekani, ametoa onyo la siri kwa ikulu ya Marekani kwamba ni lazima upatikane mkakati wa kujiondoa, akitambua kuwa kuongeza hatua za kijeshi si tu kwamba hakutaleta matokeo chanya, bali pia hakutafanikisha malengo yaliyowekwa kwa kutumia mashambulizi ya anga pekee. Katika kipindi hiki, Marekani imetumia mbinu mbalimbali, ikiwemo takriban siku 40 za mashambulizi makali ya mabomu, mzingiro wa majini wa miezi 2, kusainiwa makubaliano ya usitishaji vita na siku 13 za mashambulizi makali ya ziada. Lakini hakuna hata hatua moja kati ya hizo iliyofanikiwa kuilazimisha Teherani isalimu amri. Daniel Davis, kanali mstaafu wa jeshi, ameandika katika uchambuzi wake kwamba Marekani imeshindwa katika vita dhidi ya Iran katika ngazi ya kimkakati, na hakuna hatua itakayochukua kuanzia sasa na kuendelea inayoweza kubadili matokeo haya. Hii ni katika hali ambayo Iran imefanikiwa kuimarisha nguzo 3 za nguvu zake katika mzozo huu. Moja ni ushawishi wa kijiopolitiki kupitia udhibiti wa lango bahari la Hormuz. Silaha yenye nguvu kubwa zaidi ya Iran katika mapambano haya sio makombora yake, bali ni eneo lake la kijiografia ili kukabiliana na ubabe wa Marekani angani na baharini. Iran imetumia vizuri zana yake kuu ya kimkakati sio ya kawaida, ambayo ni udhibiti wa lango bahari la Hormuz. Teherani imeweka wazi kuwa lango hilo halitafunguliwa tena hadi pale masharti yake yatakapotekelezwa. Masharti haya ni pamoja na kuondolewa vikwazo, kukomeshwa uhasama, kuondolewa mzingiro dhidi ya bandari za Iran, malipo ya fidia ya vita na kuachiliwa bila masharti mali za Iran zinazozuiliwa na nchi za kigeni, hasa Marekani. Pili ni ustahimilivu wa kijeshi kupitia matumizi ya miji ya makombora ya chini ya ardhi na uwezo wa vita vya kuchosha. Mkakati wa kijeshi wa Iran umejengeka kwenye msingi kwamba Marekani haiwezi kuharibu kabisa miundombinu yake ya kijeshi na nyuklia kupitia mashambulizi ya anga pekee. Kwa kipindi cha miongo miwili, Iran imejenga mtandao mkubwa wa vituo vya chini ya ardhi vinavyojulikana kama miji ya makombora, ambayo hutumika kama maeneo ya kuhifadhi, kurusha na hata uzalishaji endelevu wa ndege zisizo na rubani za masafa marefu, makombora ballistic. Kwa maoni ya Davis, hakuna kampeni ya kawaida ya mashambulizi ya mabomu, hata iwe kali au ndefu kiasi gani, ambayo inaweza kuharibu vituo vyote vya chini ya ardhi vya Iran. Uwezo huu wa kimkakati unaipa Iran fursa ya kupandisha kiwango cha mgogoro hadi kufikia hatua ambayo itaitwisha Marekani gharama kubwa ili kuathiri uwezo wake yenyewe wa kulipiza kisasi. 3 ni kupanda kwa hadhi ya kijiopolitiki kutoka kuwa mchezaji na mdau wa kikanda tu hadi kuwa mhusika wa ngazi ya kimataifa. Kuendelea kwa mzozo huu hakujadumisha tu nguvu ya ndani ya mhusika ambaye ni Iran, bali pia kumeleta mabadiliko makubwa katika ngazi ya kikanda. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa mkakati wa Marekani katika eneo la Asia Magharibi au kitaka Mashariki ya Kati umefeli, na kwamba vita hivi vimegeuka kuwa janga kubwa la kimkakati kwa nchi hiyo ya Magharibi. Badala ya kudhoofika, Iran imejiimarisha zaidi katika nyanja mbalimbali za kiintelijensia na ushawishi wa kikanda, na hivyo kuboresha zaidi hadhi yake. Hatua nyingine muhimu zaidi ni kuundwa haraka muungano wa ulinzi wa pande 3 za Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, hatua ambayo baadhi ya wachunguzi wanaiona kama ni ishara ya Marekani kukimbia kutoka Asia Magharibi. Karibuni tu Marekani imekuwa na uwepo katika eneo hili kupitia mtandao mpana wa kambi za kijeshi, lakini leo washindani na vilevile washirika wake wa zamani wanatathmini na kuhoji udharura wa uwepo huo wa Marekani katika eneo.
Hatimaye kauli ya Senator Murphy ni muhimu kwa sababu inaelezea uhalisia ambao wanasiasa wengi wa Marekani hawataki kukubali, nao ni kwamba ubora wa kijeshi inaodaiwa kuwa nao Marekani katika mzozo na Iran haujageuka kuwa ushindi wa kimkakati kwa nchi hiyo. Vita hivi si tu vimeshindwa kufikia malengo yaliyotangazwa na Trump, bali vimekuwa kichocheo cha kushtuka hadhi ya Marekani duniani na wakati huo kuimarisha zaidi hadhi ya Iran kieneo na kimataifa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Baba wa Kivita.